Asante. Leo tuko Arusha hapa AICC. Nilipata mwaliko na TUGHE Taifa kwenye semina yao ya viongozi na waajiri na vyama vyote vya TUGHE matawi wako hapa, na bahati nzuri katika mkutano huu wapo waajiri wengine, ni wakurugenzi wakuu wa taasisi, wako watu wa HR na wako representatives wa TUGHE kutoka matawi yote Tanzania. Ilikuwa ni muda mwafaka kukumbushana kuhusu uongozi wa kimkakati, strategic leadership. Maana kama anavyosema siku zote, viongozi wanaongoza watu. Ni namna gani wanatakiwa kuongoza watu, staff wao, na namna gani wanatakiwa kuzingatia maono, vision na mission ya taasisi zao ili kutekeleza majukumu yao na kutimiza malengo ya taasisi. Na nimewasihi sana katika kufanya hilo wajitizame wao kama viongozi. Ni viongozi wa aina gani? Ni viongozi wanaojali, ni viongozi wanaolea, ni waadilifu. Zile sifa zote za kiongozi wa kimkakati nimewakumbusha. Lakini la pili, nimewakumbusha wakati wanatekeleza majukumu yao ya uongozi wahakikishe kwamba na taasisi nayo inasonga mbele. Ndio maana wako pale kama viongozi. Nimesema ukisha kuwa na nafasi ya uongozi, ukaaminika, ukapewa kuwa kiongozi, kwanza hiyo ni bahati ambayo pia Mwenyezi Mungu ameruhusu ikupate. Kwa hiyo ni jambo ambalo lina baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini pili, ukishakuwa kiongozi ni neno linalotokana na neno dogo ongoza. Ili uwe kiongozi una watu nao waongoza. Kiongozi bora ni yule anayehakikisha kwamba nao waongoza nao watakuwa viongozi kesho. Kwa hiyo anawazalisha kuwa viongozi, anawaandaa kuwa viongozi, anawapeleka kwenye semina kama hizi kujifunza mambo ya uongozi, anafanya tour studies katika mashirika mengine ndani na nje ya nchi ili wapate skills na study za kuongoza au kuwa viongozi bora. Kwa hiyo nimewasihi sana, unapopata nafasi ya kuwa kiongozi, kumbuka kwamba ni jukumu kubwa sana, una mzigo mzito sana. Kuna watu wanapitia kwenye mikono yako. Hakikisha unaruhusu mabega yako yapandwe ili hao watu na waweze kupanda kama ulivyopanda wewe. Kuna baadhi ya viongozi wamekuwa na utaratibu wa kubweteka wanapokuwa kwenye nafasi zao. Na nini nakuambia hasa viongozi? Ni kwamba hawajui kwanza wameteuliwa kwa sababu gani. Na huwa nasema kuna watu wamepewa nafasi za kuongoza lakini hawajui uongozi ni nini. Sasa watu kama hawa wanahitajika wawepo kwenye semina kama hizi. Wawepo kwenye semina hizi tunazozifanya za uongozi wa kimkakati. Ukishapata nafasi haina maana una akili sana kuliko wengine. Kwa hiyo uwe ni kiongozi wa kusikiliza wengine wanasema nini.